Je, unapenda kwenda holiday na rafiki, familia, mpenzi au wafanyakazi wenzako kazini? Basi Bongo Trips tumekusikia. Kwa safari za ndani na nje tupo kwa ajili yako. Chagua Bongo Trips kusafiri ndani ya Tanzania, Zanzibari na nje ya mipaka Tanzania, yani Kenya, Dubai, South Africa, Uturuki, Misri, Malaysia, Thailand, Singapore, Vietnam, China na nchi nyinginezo. Bongo Trips tunakuletea ofa kabambe na kubwa mwaka huu 2025. Safiri mpaka Dubai kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka kuanzia tarehe 19 mpaka tarehe 24. Yani siku 6 unakula Pasaka ukiwa Dubai kwa gharama nafuu. Twenzetu tena Dubai Disemba kuanzia tarehe 15 mpaka tarehe 22, yani siku 8 ndani ya Dubai kwa gharama nafuu. Na trip yetu babu kubwa msimu huu ni ile ya sikukuu ya Christmas mpaka mwaka mpya 2026, ambapo utaweza kusafiri nchi 3: Malaysia, Thailand na Singapore kwa gharama nafuu kabisa, yani kuanzia tarehe 23 mwezi wa 12 mpaka tarehe 3 mwezi wa kwanza 2026, yani siku 13 ndani ya nchi 3. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0752213715 au simu namba 0754557877. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, TikTok na Facebook kwa jina la Bongo Trips, au tembelea website yetu ya www.bongotrips.co.tz. Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile kikosi kamili cha klabu ya soka ya Simba Sports Club ambacho kimeondoka alfajiri leo kutokea nchini Tanzania kuelekea katika nchi ya Misri kwa ajili ya kwenda kucheza mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya robo finali, mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa siku ya Jumatano ya tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 2025. Kwa hiyo klabu ya soka ya Simba Sports Club hii leo wameweza kuondoka nchini Tanzania wakielekea pale nchini Misri, ambapo kikosiko kimeondoka alfajiri kikiwa na shehena ya wachezaji 22 sambamba na benchi la ufundi likiongozwa na mtaalamu mwenyewe Fadlu Davis, sambamba na viongozi wa klabu ya soka Simba na baadhi ya mashabiki wa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Sasa ngoja tukakifahamu kile kikosi kamili cha wekundu wa Msimbazi ambacho kimeweza kuondoka nchini Tanzania leo, ikiwa siku ya leo ni tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka 2025. Kwa upande wa magolikipa ambao wameweza kuondoka ni magolikipa watatu: Musa Kamara Pinpini raia wa Guinea, Ali Salim Katoro raia wa Tanzania, Hussein Abeli raia wa Tanzania. Lakini kwa upande wa defenders ama mabeki ambao Simba wameweza kuondoka nao ni mabeki 7, yani Shamuka Rabwa, Abdurazak Hamza, Mohamed Hussein Shabalala, Shomari Kapombe, Valentinoma, David Kameta Duchu na Kelvin Kijili. Hao ndio mabeki 8, mabeki 7 ambao Simba Sports Club wameweza kuondoka nao leo kutokea katika ardhi ya Tanzania. Lakini eneo la midfielders ama viungo, hapa kuna viungo washambuliaji, kuna viungo wakabaji na kuna viungo wachezaji. Basi Simba wameweza kuondoka na orodha ya wachezaji 10. Kiungo wa kwanza ni Yusufu Kagoma raia wa Tanzania, Fabrice Ngoma raia wa Kongo, Eli Mpanzu raia wa Kongo, Dibra Fernandez Mavambo raia wa Afrika ya Kati ama Angola, Lada Kichasambi raia wa Tanzania, Kibu Dennis Prosper raia wa Tanzania, Awesu Ali Awesu raia wa Tanzania, Janchalewa raia wa Ivory Coast, Agustino Kejefa raia wa Nigeria na Joshua Mutale SGR Budo raia wa Zambia. Kwa hiyo ndio viungo 10 ambao Simba Sports Club wameweza kuondoka nao leo nchini Tanzania kuelekea pale katika nchi ya Misri. Lakini kwa upande wa strikers ambao Simba wameweza kuondoka nao, washambuliaji ni washambuliaji wawili: Leonel Christian Ateba Mbida na Steve Deze Mbukwala, ambapo washambuliaji hawa moja kwa moja watakwenda kunogesha ile sherehe ya upatikanaji mabao katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Kwa hiyo tunaona hiyo ndiyo orodha ya wachezaji 22
ambao Simba Sports Club wameweza kuondoka nao nchini Tanzania kuelekea pale katika nchi ya Misri kwa ajili ya kwenda kucheza mchezo wa kombe la shirikisho. Kwa upande wa Che Malone Fondro ameweza kuachwa katika ardhi ya Tanzania kwa sababu mchezaji huyu bado hajawafiti, anauguza majeraha yake. Alkadhalika golikipa Aishi Manula naye pia ameweza kuachwa katika ardhi ya Tanzania, bila kusahau winga Edwin Balua na kiungo Omar nao pia wameweza kuacha katika ardhi ya Tanzania, bila kumsahau golikipa Ayubu Lakredi naye ni miongoni mwa magolikipa ambao wameweza kuachwa nchini Tanzania. Nini maoni, mtazamo kuelekea katika mchezo huu? Je, kwa upande wako wewe unaiona klabu ya soka Simba ikienda kuibuka na ushindi wa goli ngapi? Toa maoni katika comment na tutakuja kuyasoma maoni yako.